Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi. Nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi. Chuki mnanionea, moyoni naumia. Wazazi wametangulia, jamii inanibagu. Ushirikina mmeupa kipaumbele, ugomvi, vurugu, wivu ndo usiseme. Mtaani kutwa makelele, muungano hakuna, imevunjika ngome. Chuki ya kijiji, chuki inaniandama. Chuki ya kijiji, chuki etini. Kijiji cha Wasanza, miaka yote nimetoka, hakuna hata maendeleo, ila wote wanaosababisha haya ni watu watatu tu: Mzee Ngarambe, Mohamed Kasuka na yule mganga yule. Ila kwa sababu nimerudi, siri zao zote zinaenda kufichuka. Odi. Odi. Karibu, karibu. Karibu. Asante, asante. Hii leo, hii ndoto ya leo lazima nifanyie mitambiko. Kazura mimba, kadanga danga dengo si. Kwa ndoto ya leo ndugu yangu ambayo imekuja katika kijiji changu hiki, nashangaa leo yatakuwa makubwa. Toa mizimu mibaya, toa mapepo mabaya. Leo tunatumia leo madude ya bibi hayo. Nani leo tena? Mambo yangu leo yatakuwa sio mazuri. Kumbe sio mzee Kokoto huyu. Ndo mwenyewe huyu Kokoto. Ngoja nimwangalie. Tena naelekea kwa wakina Butogwa. Asante, I'm so sorry for usumbufu, lakini hivi hapa ndo kwa mstari. Tunashangani hapa. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Dr. Hussein. Dr. Hussein. Karibu bwana, nimekumbuka wewe ndio uliyeagizwa na Mr. Ibla. Karibu sana. Asante sana. Nikisikia kwa nyumbani hapa. Aisee, karibu sana. Sogea kivulini hapa. Don't worry. Karibu sana Dr. Hussein. Asante. Sio kwa nyumbani. Alhamdulillah rabbil alamin. Baka mizimu hapo pale. Alafu huyu paka amenichanganya huyu. Niende kwa Black Site kwa sasa hivi. Umueleweshe hapo. Ungekuja kufuruka kila. Kumbe ndo maana ndoto yangu ile ambayo imenisumbua usiku. Sikulala kabisa leo jamani. Mzee Ngarambe na yeye alijifanyia kama mjanja, leo yumo yule. Sakitoa siri huyu. Tumekwisha mpaka na mwenyekiti wetu. Kipindi anaondoka huyu mzee. Huyu Kasuka hakuwa mwenyekiti, ndio nikamwezesha matuta yangu. Ngoja niende kwa Black Setiko. Ndio mwenyewe kabisa huyo. Ngoja niende kwa Black Setiko nikaweke na nilie kwanza mkoki hapa na rudi. Huyo. Zombie. Ha! Turia! Ha! Nipo na wangu edition laka tunatili bila tata majita hapa nomo na kula baba tombo yuko hapa. Karibu sana, unisikie kwa nyumbani. Asante sana. I think kwamba Bwana Ibla alikochea maelekezo hapa, kidogo tunayo kabisa kwa maelekezo. Japokuwa na siku kama 3 msimuoni. Sawa, kwa kupata emergency kidogo. Dharura za hapo na pale. Direct moja kwa moja kwako. Nimepata emergency. Aise, karibu sana. Hapa ndo kwa Mr. Lameki na Mr. Lameki ni mwenyewe. Karibu sana, ukisikia uko nyumbani.
mama shughuli zako utakuwa unafanyia hapa, unaondoka unafanya kazi zako unarudi hapa. Thank you kwa maelekezo aliyoniachia Mr. Ibla. God bless you. Yeah. Basi nikuelekeze chumba cha kupumzika ili kwanza badilishe nguo. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi, nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi, chuki mnanionea, moyoni naumia, wazazi wametangulia, jamii inanibagu, ushirikina mmeupa kipaumbele. Odi! 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 Karibu. Asante. Sijui kosa nini, wanasema eti nalana. Mwenyekiti. Karibu Zengala. Vipi? Hapa kule kiseti kwa hapa. Karibu sana mzee wangu. Asante binti. Karibu. Jambo. Sijambo. Unafanya ka usafi kidogo. Bwana fagia hapa. Bwana. Nimepita hapa hii familia kama vile naikumbuka vizuri, miaka mingi nimetoka. Lakini sura yako hii. Ni sura yako kama vile inakuja. Kama vile inakuja. Na hivi ni zamani. Inakuja unaifananisha na nani? Wewe sio kale katoto kalikuwa kadogo kabisa miaka ile. Kankamba. Sasa unachangia labda nafananisha, sijui ni kweli. Samahani lakini mimi nakuona kama mgeni, yani sura mgeni, ila wewe unanifahamu vipi yani hapo? Mimi ni mwenyeji wa hiki kijiji, miaka mingi nilitoka nikatokomea huko kwa sababu ya changamoto za hapa na pale binti yangu. Haya mzee, karibu tu. Karibu. Asante. Karibu ndani. Asante sana. Karibu. Asante. Nani mwingine yumo ndani? Ndani yupo kaka. Yupo yule kaka yako yule kalikuwa katoto na kenyewe kadogo. Na mwenyewe unamjua pia? Familia nilikuwa nayo karibu mno binti yangu. Nilikuwa nayo karibu mno. Karibu yumo ndani labda. Asante. Sikale kabutogo. Ndio. Na kenyewe kamekuwa kama wewe. Sasa yeye mkubwa mimi mdogo. Twende nikamsalimie. Sasa mpo. Jamaa. Sasa. Ngoja nivae pasi. Bwana kuna hicho hapa ambayo inanisumbua hapa. Chapo ingia mwanangu afu weka kilio. Kaza sasa mzee hapo. Nitakwenda kwao na kutoka pale. Sasa hapa nawaachia vile ni hapa. Wadondosha. Siku bora kiboka mwenyewe hapa jamani. Jamani mimi naondoka hapa. Mfanye haraka hiyo issue chapu. Naondoka. Saluti kitengo. Hizi hapo saluti kitengo. Haina bila kuchoka mwanangu. Katoa buku tu. Katoa kitengo. Hizi hapo baba hizi. Buku dogo chizi ni buku hilo. Wewe. Tia chini babu. Kwa buku. Ekelea wewe mtoto vipi bwaze? Sheni weka doa dasi chini la hapo tumeliona mwanangu. Hapo. Mpe kitengo. Basi shida ni kitengo kitu gani? Babu weka buku chini. Sema nini? Bili tumeshalielewa wazee. Uhakika. Bila kuchoka. Kwa tusebenzeni. Ndio nafika. Karibu sana mzee wangu. Ndio nafika. Karibu sana. Ndio nafika binti yangu. Ndio nafika. Karibu ndani mzee wangu. Asante sana binti. Asante, nimeshafika. Karibu sana. Nimetoka mbali. Pole mzee wangu, karibu. Na huyu tena amekuwaje? Huyu mzee wangu anaumwa. Naumwa nini tena binti yangu huyo kijana? Baba, hii ni story ndefu. Unaweza ukapita ukakaa, mengine tutaongea. Karibu sana mzee wangu. Asante sana binti yangu. Asante sana. Ngoja nimwamshe kwanza. Huyu naona amesinzia hapa. Mwamshe. Naona anakoroma kabisa, amelala muda mrefu. Anavyoonekana. Kaka,
Kaka. Mama. Shida nini tena na wewe? Amka kaka, kuna mgeni hapa. Kijana, ulikuwa usingizini. Pole, tumekusumbua. Pole. Karibu sana mzee wangu. Shikamoo. Marahaba. Hujambo kijana? Sijambo. Umejipumzisha kidogo kwa usingizi, tumekusumbua. Hata mimi hapa nilikuwa mbali. Basi tu. Pole sana kijana. Asante. Binti. Baba. Huyu ndo kaka yako? Huyu ndo kaka yangu, ndo kama hivi anaumwa. Anaumwa nini tena huyu kijana? Anaona hata afya yake imezoofika. Kweli mzee, yani ana siku nyingi anaumwa. Anasumbuliwa na nini? Yaani mpaka hapa mzee wangu sijajua kwamba anasumbuliwa na nini. Maana nimejitahidi sana, nimepeleka hospitalini. Kila ukifika hospitalini wanapima, wanasema ugonjwa hamna. Lakini mkirudi nyumbani hali ndio inazidi, yani kaka muda mwingine hajitambui kabisa. Nikajaribu kuulizia hapo kijijini kuna mkunga fulani hivi. Nikawa nampeleka pale, tunafuata dawa na kunywa. Yaani tena kinywa zile dawa ni kama ndio umemwongezea ugonjwa. Sasa nikavumika tena hapa kijijini kwamba eti ni ugonjwa wa laana. Ugonjwa wa laana? Ndio mzee wangu, yaani kijiji hiki kimekuwa ndo hivyo. Laana? Ndio hivyo unavyosema. Binti yangu, ungemaliza pesa hospitali. Shida yake huyu mimi naijua. Ninaijua shida ya huyu kijana. Ila kwa sababu binti yangu nimerudi, kila kitu kitaenda sawa. Samahani baba, hapo kwa nilikuwa naomba nikuulizie. Unaijua kivipi? Maana nimejitahidi sana kila sehemu. Kwa sababu leo nimepita tu kwa haraka. Nitakuja siku nyingine tuyazungumze haya. Mimi ndo nimefika leo. Nilitaka nijue tu kwamba hii familia ipo. Maana nilikuwa na urafiki wa karibu mno na wazazi wenu. Walinisaidia mambo mengi. Lakini pia yaliwakuta mambo mazito. Nyinyi bado watoto, hamwezi mkaelewa. Ila kwa leo sababu napita tu, nitakuja siku nyingine tuyazungumza. Sawa wanangu? Ni sawa mzee wangu, lakini yani kuna vitu naniambia pale kuwa na amani binti yangu. Nipo, kila kitu utakijua, na huyu kijana hana laana, atapona. Nipo. Si nimerudi? Ni kweli mzee wangu unachokisema kabisa, kuna siku kama atapona na kukaa sawa kabisa. Huyu kijana hana laana kama ninavyokuambia. Huyu kijana tatizo lake mimi ninalijua. Huenda tatizo la huyu kijana ndio liochangia mimi kunitoa kijijini hapa. Na mpaka kurudi hivi, binti yangu, nayajua mengi. Tutayazungumza siku nyingine binti yangu. Ngoja niwaache kwa siku ya leo. Haya mzee wangu, karibu tu. Mbaki salama. Asante sana mzee wangu. Mbaki salama kijana. Naam. Basi ugue pole, utapona. Nimesharudi kijana wangu, utapona. Asante mzee. Tatizo lako mimi ninalijua. Ninalijua kabisa kiundani. Utapona. Utapona. Karibu sana nyumbani. Asante. Uona mtengenezea na matunda. Hana ugonjwa, huyu ni mzima. Tatizo lake ni dogo. Haya mzee wangu, karibu tu. Basi mubaki salama Haya mzee wangu. Haya. Mimi sijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi. Nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi. Chuki mnanionea, moyoni naumia. Wazazi wametangulia, jamii ina. Mwenyekiti, habari yako? Safi. Mimi nilikwambia kwamba ile ndoto ile niliyoota ile kwamba mzee Kokoto amekuja. Ni sahihi. Mwenyekiti amekuja. Hebu kaa kwanza nikuleteka. Nikoteka kiti kwanza unianze kujua. Hebu kaa kwanza. Mwenyekiti. Zengala. Tuko hatarini. Sawa kabisa. Tuko hatarini mwenyekiti. Mambo yameharibika. Mzee Kokoto nimemuona kabisa. Kumbe mambo ya ukweli kabisa. Yaani hakika. Mwenyekiti. Tunafanya nini?
yani hapa la kufanya hapo. Si niongee na stoka hapa. Ongea naye. Ngoja nipigie simu awali. Dada. Kaka. Huyu mzee. Ukweli huyu mzee ni mwenyewe hapa ndo kwanza namuona, ila yani anatufahamu kiundani sana. Anatufahamu kivipi? Maana amefika pale ameniita jina langu, ananijua na wewe pia anakujua. Na umesikia jinsi anavyoongea hapa. Hata mimi hapa nimemsikiliza, lakini alikuwa anaongea kimafumbo sana, hata sijamuelewa. Hata mimi sijamuelewa, ila usijali kakangu. Naona huyu mzee amekuja kwa ajili ya, yani ninavyoona kabisa amekuja kwa ajili ya msaada wetu. Naamini kakangu utakuwa sawa, maana anaonekana anajua kila kitu. Ni kweli kabisa. Na huyu naye tena. Habari zenu kwanza? Salama, habari? Njema, tena imependeza. Huyu kumkuta hapa tulikuwa tunatakiwa tumtafute. Unakuja kwa moto sana. Yaani wewe nakwambia hata hapa palikuwa pametosha. Huyu kumkuta kwake imependeza huyu. Maana huyu ndo anaonekana anataka kuharibu kila kitu huyu. Kwa sababu bwana unajua kipindi kile cha nyuma wakati tunateka. Sikiliza mwenyekiti huyu hata hebu subirini. Hebu sikiliza kwanza yule mzee ambaye tulifanyaga kipindi kile tukafanya ratiba tukachukua mashamba, wewe ukachukua eka 10, mimi nikachukua 8, huyu mwenzetu akachukua 30 kwa sababu alitaka kuwa mwenyekiti. Unaona bwana? Sasa yule mzee ambaye alitokaga yule akaondoka akasepa yule ambaye tulimfanyaga madawa. Amerudi yule kokoto. Alafu nashangaa wewe tena nimekukuta hapa. Na mimi nimemuona huyo mzee kokoto, nilikuja kwa mwenyekiti nimpe taarifa kwamba tumeangamia. Kumbe ile shughuli yako haina. Hakuna kabisa. Yaani hilo swala nimekesha nalo, sijalala mwenyekiti, sijalala. Leo nimeota ndoto mbaya mpaka nikaamua kwamba ngoja niende kwa mwenyekiti nikamuelekeze. Kwani wewe kama unashindoka, kwani unashindoka nini wewe? Mambo mengine mpaka tushirikiane, haya yamekuwa makubwa. Mimi sijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi nyumbani mtaani. Zombie. Kutembea kwenye ile familia hata siku moja. Ile familia unapoiona. Nyinyi ni watoto wa kina nani? Iangalie kama kituo cha polisi nasikia hadi. Oya. Hiyo hata siku moja. Hiyo Tawalani. Kijana tawalani. Wanasemaje hilo? Hebu muelekeze. Hiki kijiji hakijabadilika, kumbe bado na watoto mnadharau. Usiletee uzee hapo, utakuja Kijiji cha Sanza kimekuwa na mchana. Tembea. Pita hivi. Kituo cha polisi hichi. Mzee tembea. sauti kitengo. Watu tambaye basi. Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi, chuki mnanionea. Bonga mwana kugonga chuma tunaishaiki. Turiza kipunto hicho Zombie baba nipo na wanangu Edison lapa Fupa bila utata Wajitapa Nomo na akula baba Tomboy Judy yuko hapa Yes, mbongi vipi hapo kulikoni wana uko hapa Zombie master Turiza kipunto hicho Nimetengwa misijui kosa nini, wanasema eti nalana mimi nyumbani mtaani hakuna amani, vurugu hadi nachoka mimi, chuki mnanionea, moyoni naumia, wazazi wametangulia, jamii inanibagu, ushirikina mmeupa kipaumbele, ugomvi vurugu wivu ndo usiseme, mtaani kutwa makelele, muungano hakuna imevunjika ngome.